kutokea hapa katika vijiwe vya stesheni Kaburi Moja. Niko na Salumu wa Yanga. Nikizungumza michuano ya klabu bingwa barani Afrika, Young Africans atakwenda kuniambia, lakini kwa Simba Sports Club pia atakwenda kuniambia matokeo alivyoyaona. Bwana, uko poa ndugu yangu? Mimi niko poa 100% plus. Na ili kuonesha kwamba niko vizuri, nashukuru kukutana na wanahabari kama nyinyi tukazungumzia moja na mbili katika swala letu la sports. Niko vizuri. Karibu ndugu yangu. Niambie. Unaona majirani kabla sijaja nyumbani kwako? Mimi jirani nimemuona. Yeye umeona? Tunashukuru anachoendelea nacho. Yuko uwanja nyumbani, anapambania afya yake. Basi tumwombe kila laheri. Ni kweli mmefurahi? Kufurahi nini? Matokeo ya jirani. Msiba jirani ile jirani. Sherehe jirani na sherehe jirani. Sasa kuna msiba itachekelea vipi na kuna msiba? Kwani mmehuzunishwa? Mmehuzunishwa. Ule uwanja mmeshautengeneza afu mmekimbilia Zanzibar. Bwana habari. Mimi naomba kitu kimoja ndugu zangu. Tunapoizungumzia Yanga Afrika, kwanza lazima tukubali tunazungumza klabu bora na sasa hivi katika Afrika. Tunapoizungumzia Yanga Afrika, tukubali moja kwa moja ni kikosi bora ndani ya Afrika kimo. Na ndio maana kipo kwenye kundi bora, sio kundi gumu. Wasiokuwa na akili timamu wanasema Yanga ni kundi gumu. Sio kundi gumu, kundi bora. Yoyote anapata matokeo katika kundi hili ni mtu bora. Kwa hiyo hao wanasema kundi gumu, kwanza tuwaache na mazoea yao mgando. Wakasema ndani ya amani wao hawawezi kupata matokeo vizuri. Sio uwanja ambao unapata matokeo wakati ndio uwanja uliowafanya wakaenda finali kwenye shirikisho. Nusu finali wanapata matokeo kwenye finali wakiwa wapi? Amani. Sisi kuwaonesha kwamba Amani ama Zanzibar ni eneo la Tanzania na lina pichi ambayo inaweza kumfanya mwenye timu bora akapata matokeo. Sisi tukawaambia sisi tunakwenda Zanzibar. Ili msete sababu kwamba Yanga katia mkono kwa mechi yetu. Wakati wao wanacheza finali walituambia watatuzika. Sisi tukienda Zanzibar hatukwenda tukawaachia matokeo yao. Kisha tokea kama mmekiona na habari kama vimetokea, ni ngumu kusema kwa sasa hivi, ni aibu. Nchi inaendelea kuwa kwenye taifa lenye matatizo ya kimpira, kutiana aibu na klabu moja mjini hapa. Sawa bwana? Kwa hiyo tukawaachia uwanja huu wa taifa ambao wao wanasema hapa nyumbani hatoki mtu. Ili asitoke mtu wabaki peke yao. Sisi tumekwenda Zanzibar katika mechi zote zilizochezwa. Wao wamekuwa sema kuchukua point nyumbani. Na ndio timu ambayo inakwenda kutoa sadaka ya point katika kundi lao Simba Sports Club. Haya, chukue, yashike, uyaweke mfukoni, uishi nayo moyoni. Yaani Simba ndio klabu inayokwenda kutoa pointi 3 katika mechi zake zote. Mechi yake labda moja hapa nyumbani itasuluhu. Moja hapa nyumbani. Lakini mechi zote anakwenda kutoa sadaka kwa watu wenye kujua mpira na kundi lake. Na ndio maana tukasema sisi kundi hili jepesi au gumu, tuachieni sisi. Simba hii unaizungumzia? Simba hii ya jana. Kwa sababu ndugu mwanahabari, nikwambia kitu kimoja, Simba amekwenda mashindano yao kama nani? Bingwa nchi gani? Haya mashindano ya klabu bingwa Afrika. Wanaocheza ni mabingwa wa nchi zao. Simba bingwa nchi gani? Niambie wewe. Wameshika nafasi ya pili. Hujajibu swali, sio kama nafasi ya ngapi. Wanakwenda mabingwa, sio nafasi ya pili. Simba anakwenda kwa upepo uliopita miaka 20 iliyopita. Alikuwa bora na kuna ile kataa alikuwa bora. Je, Simba ameweza kumaintain vipi ubora wake miaka ile mpaka sasa hivi? Kwa unataka kusema Simba kuna anguko? Kuna anguko, na sisi wana Yanga tunahitaji kuondoa ufalme ambao wao wanatamba nao, ufalme wa maigizo. Sisi tunataka kuishi ufalme au maisha ya maigizo, artificial life. Hatuhitaji, tunahitaji timu bora, yenye wachezaji bora, wenye wachezaji bora kupata matokeo bora. Leo Yanga Afrika tunazungumzia hivi, katika kundi lake ipo sema mabingwa nyumbani kwake, ana vikombe vyake. Sawa vizuri? Kwa hiyo tunapozungumzia habari ya Simba ni ganda la ndizi mpaka sasa hivi. Anatembea na utelezi uliopita. Kwa hiyo haya matokeo anayopata anastahili. Hata msemaji wao kazungumza haya. Anasema timu ambayo haina uhakika wa kwenda mbele haizindui jezi.
Simba kazinunua jezi gani? Kwa ni fumbo ama kode liitoa kwamba Simba haina wakiwa kwenda mbali zaidi. Simba haina uwezo wa kwenda mbali zaidi kwa sababu anafahamu. Mbona mnamkatia tamaa? Hatumkatii tamaa kwa sababu katika timu zote za hapa nyumbani yeye ndio mkubwa kitwala 3. Sawa? Si anasema ndio mkubwa. Sasa kadhirisha vipi kubwa? Pamoja na sisi, yes ndio mkubwa namba 5. Kafanya kipi nyumbani kwake? Maana yake anaendelea kudrop. Kwa hiyo wana Simba waachana maisha mgando. Simba mbovu. Kama ni ukweli tuseme Simba mbovu. Si dhambi kutoa kovu kidonani kwako ili mjenge timu yenu vizuri. Tunaposema Simba haina uongozi, tunamaanisha viongozi wao bado waongo. Leo tunaposema Yanga bora, tunaamini uongozi wa Yanga Afrika ni bora. Wachezaji bora kina Pacome, naona game inakwisha, kipa Farabati anaomba jezi ya Pacome. Yes. Anaigombania, naomba ndugu yangu, wewe ni kiboko, wewe ni mashine. Wakati wanahabari wote, wachambuzi wote nchi yenu hapa hawakuipa nafasi ndani ya Farabati hata kimoja Yanga Afrika. Golikipa anaomba jezi ya Pacome. Golikipa huyo ndio anaona kipa anaona uwanja uko upana zaidi. Wote wanaona yule pale bwana mwanangu Deka pakapigwa, yule anaona. Kwa hiyo ameona performance ya Pacome na deserve kubaki na mechi na fulana yake, jezi yake kama kumbusho katika mashindano makubwa. Kwa mashindano makubwa tumeweza kuyamudu. Kundi letu ni kundi bora, Yanga ni timu bora, ipo na mpaka dakika ina pointi 3 na goli 1 kibindoni kwenye kundi bora, sio kundi gumu. Nikinukuu kauli ambayo ameizungumza Ahmed Ally, alisema kwamba kundi lenu nyinyi sio gumu kama kundi lao. Ila nyinyi ndio ambao mnaonesha ugumu ndani ya kundi lenu. Na hii imedhihirika, ndio maana unaona kwenye kundi lao ni Simba peke yake ndiye ambaye amepoteza. Timu zingine zote ambazo mnazoziona wengine wameweza kutoshana sare, lakini nyie wanahabari, Waswahili wanasema mtu yenye matunda ndio unapigwa mawe siku zote. Waliosema kundi letu gumu sio sisi, ni wao. Mko na Waarabu mwaka huu, kundi lenu gumu. Sisi tulichowaambia kundi letu bora, sio gumu. Sasa hao leo watu kundi letu si jepesi. Tunataka tuambie wao kundi gani tuende. Wao wapange kundi upya. Kundi lote ambao wanataka Yanga kakae, waseme wao Yanga apeleke kundi hili, alafu wao kwa kundi hili. Kama kundi hili lao jepesi, yeye ndio kashasha top point, ana top point 1. Nyumbani kwake kapigika. Hivi kundi gani unamweka huyo? Alina anakwenda anakuambia anakaza Esperance, anakaza anakaza na wale, anatoboa. Kwa hiyo asitafute sababu kujificha kwa mtu wa mnyanya. Kama yeye bora aonyeshe bora wake popote kwenye kundi lake. Tunaposema Simba tumelea kanda ya ndizi, tunaamini Simba sio ubora yule ambaye tunazungumza leo. Haiwezekani katika mashindano makubwa kama haya unapata nafasi 4 hata moja utumii. Haya mashindano yanakupa nafasi ya kutengeneza nafasi zote kama hizo. Una mchezaji ambaye kwako ni icon wa Simba. Anakosa nafasi 4. Hayupo mchezoni. Leo wana Simba wanakuambia tumtaki kocha. Hawamtaki yupo. Kocha wa Simba Matola. Meneja wa Simba bwana Machatu. Watu waambie wao hawamtaki Matatu, hawamtaki Makoni nani. Kocha ndio si meneja. Tunasema meneja wao. Sasa hawamtaki meneja, hawamtaki kocha. Wafunguke, wapaka mafuta ya nazi mepesi. Labda wataona. Watumie mafuta ya nazi. Ni mepesi utaona. Mafuta ya mgando ni magumu sana kumgua macho kuona. Kwa hiyo wana Simba waamke. Ndani ya Simba tatizo lao ni wao wenyewe. Sisi tunaposema Yanga bora, tunaunganisha mashabiki, timu mwenyewe na viongozi. Tuko kitu hichi kimoja. Kwa hiyo kama wao wanaona bado, wakae chini. Wajue nani anaongoza klabu yao. Kwa kumalizia wanasema Elie Mpanzu mwili wake huko Msimbazi, roho yake iko Jangwani. Hao wanaona leo wao. Hao wanaona leo wao. Na tunaomba sio Elie Mpanzu peke yake. Hii kodi ninakupa sio Elie Mpanzu peke yake. Wakati Elie Mpanzu tunawaambia sisi tuipigisha shoti makusudi. Wakati wa usajili. Shoti makusudi. Kuna mwingine mmemwona. Lakini tulikuwa tunahitaji kwa msimu ule. Sisi Elie Mpanzu hatukumhitaji kwa msimu kwa sababu ilikuwa imeshajadi dirisha letu. Tunahitaji dirisha dogo kuboresha. Dirisha dogo mnaondoka. Hapa dirisha dogo hapa. Kwa maboresha klabu bingwa hapa. Nakupa ikoni hii sisi, nakupa isiri. Nakupa ikodi.
mwili wake uko Simba Sports Club, mawazo na akili yake yote ipo Yanga Afrika. Na hii kama wabishi wana Simba wanabisha, tutakutana nao. Kama ilikuwa Shabalala, kama ilikuwa Clatous Chama Chama, hii wataiona tena upya. Katika vita kubwa na unyama, kwa kisha unamtoa mtu unyamani unamleta Jangwani. Ndio vitu tunataka sisi hapa. Hatutaki aende Kongo, aende Burundi, tunataka atoke pale pale kwenye kitovu chao. Simba wako wengi mjini. Sio kila Simba anang'ata. Kuna Simba Cement, kuna Simba nini, yote Simba. Lakini tunachowaambia, unapokutana na Yanga Afrika, ukae tayari. Wasibeze Yanga, ni muda wa kusema kila mmoja ubora wa Yanga Afrika. Lazima tukubali. Yanga ni bora kwa muda huu. Shukrani sana. Asante sana ndugu yangu, karibu siku nyingine.